Acha tuamini tuombe. Mungu wa Abrahamu, Mungu wa Isaka, Mungu wa Yakobo, asante kwa aliyenena mara ya kwanza Bwana. Mungu, usiana na moyo huu wa Zakayo, nenda ukaongee nasi sawa sana ninavyokupendeza Bwana. Nenda ukafikie mioyo hata yale wako nje Bwana, na hata zaidi Bwana ya hawa ambao wako ndani Bwana. Na kwa jina lake Yesu Kristo aliye Bwana na mkombozi wetu tumeomba na tukisadiki. Amina. So hicho kitabu cha Zakayo ambacho kimesomwa Luka 19 mstari wake ni wa 10. Luka 19 mstari wake ni wa 10. Kwa maana mwana wa Adamu amekuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Kwa maana mwana wa Adamu ni Yesu Kristo. Kwa maana mwana wa Adamu ni Yesu. Yesu amekuja kufanya nini duniani? Amekuja kutafuta. Yesu amekuja kutafuta kile kilichopotea na kukiokoa. Mpaka sasa haujaokoka. Kwa nini haujaokoka? Ni kwa nini haujaokoka mpaka sasa hii? Na maandiko yanasema katika Luka 19 mstari wa 10 kwamba Yesu Kristo mwana wa Adamu aliyezaliwa kama mwanadamu, aliyebebwa katika tumbo ya Mariamu akazaliwa, ndio maana anaitwa mwana wa Adamu. Ni Yesu Kristo aliyekuja duniani kama mwana wa Adamu kufanya nini? Kutafuta. Yesu alikuja kutafuta. Halafu afanya nini? Akiokoe watu gani? Kile kilichopotea. Ni hatia kukaa mpaka sasa hivi katika ushirika. Ni hatia kukaa duniani mpaka sasa hivi. Aidha uko kwa biashara yako, aidha uko katika ushirika hapa, aidha uko sehemu yoyote, ni hatia kuendelea kukaa duniani kama bado haujaokolewa. Ni hatia. Si kwa sababu kuna kitu utafanya, ni kwa sababu Mungu amemtuma Yesu akufanyie kila kitu. Lakini Yesu ashakuja, Yesu ashakutafuta, Yesu ashakuokoa, lakini bado asipenda dhambi zako. Bado uko na ulegevu, uko na upuuzaji ndani ya moyo wako. Uko na upuuzaji. Watu wengi kama neno linahubiriwa wanalala. Lakini kama wanaamka kwa uzinzi na usherati, kama uko kwa vikao vya siasa, vikao vya draft, kama tuko kwa chakula, hakuna mtu analala. Kwa nini? Ni kwa sababu ndani ya moyo kuna upuuzaji. Ndani ya moyo kuna upuuzaji. Na Mungu apendezwi na upuuzaji. Mwisho wa siku neno hili linasomwa hapa litakuingiza jehanamu. Mwisho wa siku neno hili linasomwa hapa litaokoa nafsi yako. Mungu amemtuma Yesu akutafute. Huko mangweni, Yesu anasema amekuja kukutafuta huko mangweni. Huko kwa ushirika, Yesu anasema amekuja kukutafuta huko kwa ushirika. Huko shule, Yesu anasema amekuja kukutafuta huko shule. Huko kwa umalaya, Yesu anasema amekuja kukutafuta huko kwa umalaya. Ni ugeuke huko kwa kutubu upesi. Ushuke upesi. Usikie sauti yake. Yesu akuokoa. So ni hatia kukaa kwa ushirika kama hujaokolewa. Ni hatia. Ni hatia kukaa duniani kama hujaokolewa. Kwa sababu ya hili andiko Luka 19 mstari wake ni wa 10. Kwa maana mwana wa Adamu amekuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Yesu amekupata.
amekuja kutafuta. Je, mpaka sasa Yesu amekupata? Na kuokoa, je, Yesu amekuokoa? Kuokoa inamaanisha nini? Kuokoa inamaanisha umeondolewa kwa dhambi, umeondolewa kwa jehanamu, umeondolewa kwa hukumu za ziwa la moto. Watu wengi wanafikiria kuokoka, nimeokoka. Jina kuokoka inamaanisha umeondolewa kutoka kwa dhambi na madhara ya dhambi na hukumu za dhambi, na umeondolewa kwa jehanamu ya moto. Luka 1:77. Mungu anataka ujichunguze, wewe ambaye unaamini umeokoka. Wewe ambao haujaokolewa, ufahamu wokovu ni nini? Luka 1:77. Yesu amekuja kutafuta, amekuja kuokoa kile kilichopotea. Luka 1:77. Kuwajulisha watu wake juu ya wokovu. Kuwajulisha watu wake juu ya wokovu. Utakapopatikana kwa kusamehewa dhambi zao. Wajulishe watu wake juu ya wokovu. Biblia zingine zinasema katika kusamehewa dhambi zao. Wajulishe watu wa Yesu, wajulishe watu wa Mungu wokovu. Wokovu ni nini? Katika kusamehewa dhambi zao. Wokovu ni dhambi zako zimesamehewa. Yaani hizo dhambi hazina nguvu tena katika maisha yako. Hizo dhambi hazitawali tena nafsi yako. Hiyo ndio umeokolewa kutoka kwa uzinzi. Uzinzi hauna nguvu kwa maisha yako. Umeokolewa kutoka kwa ulevi. Ulevi hauna mamlaka katika maisha yako. Umeokolewa katika masengenyo. Masengenyo hayana mamlaka katika maisha yako. Umeokolewa katika matendo ya mwili. Matendo ya mwili hayana nguvu katika maisha yako. Yaani hayatawali. Kuokolewa ni umetolewa kwa dhambi. Dhambi haina nguvu ya kutawala viungo vya mwili wako. Lakini kama dhambi iko na nguvu ya kutawala mawazo yako, mwili wako, nguvu zako, viungo vya sehemu zako za mwili zinazoonekana na zile ambazo hazionekani, wewe ni mtumwa wa dhambi. Zakayo alikuwa mtumwa wa dhambi, na maandiko yanasema Mungu alimtuma Yesu duniani ili amtafute Zakayo na muondoe Zakayo kutoka kwa dhambi za unyanyasaji, za ufisadi na zingine zote ambazo Zakayo alikuwa anatenda. Zakayo ni kivuli yako, Zakayo ni kivuli yangu. Mimi ni sura ya Zakayo, wewe ni sura ya Zakayo. Luka 19 mstari wa 10. Kwa maana mwana wa Adamu amekuja kutafuta na kuokoa kile kilichopotea. Luka 5. Inapojiuliza maswali mingi sana. Yesu ashatubu. Na mwisho wa siku kama Yesu hata kutafuta, kama Yesu hata kuokoa, mwisho wa siku Mungu atakuchoma milele. Ulikuwa unafanya nini duniani? Ulikuwa unafanya nini duniani wakati Yesu alikuwa anakutafuta kupitia neno? Yesu alikuwa anakutafuta kupetoba kuokoe. Hakuokoe, ulikuwa unafanya nini duniani? Miaka 18, miaka 20, miaka 20, miaka 30, miaka 50, miaka 60, miaka 70, miaka 80, ulikuwa unafanya nini wakati wote? Yesu alikuwa anakutafuta katika kila kipindi cha maisha yako. Luka 5 mstari wa 32. Yesu anasema sikuja kuwaita wenye haki. Sikuja kuwaita wenye haki, bali wenye dhambi wapate kutubu. Yesu anasema kuja kuwaita wenye haki. Alikuja kuita wenye dhambi. Wewe ni mwenye dhambi, maandiko yanasema Yesu alikuja kukuita wewe, na kila wakati anakuita. Kila wakati Yesu anakuita. Hata sasa Yesu anakuita. Sikuja kuwaita wenye haki, bali wenye dhambi
kuwaita kutoka kwa dhambi zao ili wapate kutubu. Kutubu ni kugeuka kutoka kwa dhambi zako, makosa yako, na kuyatupilia mbali na kutazama msalaba, na kutazama mwili wa Yesu Golgotha, kutazama damu ya Yesu Golgotha. Wapendwa, hauna excuse. Hauna excuse. Yesu amekuja kutafuta watu wabaya. Wewe ni mbaya. Mimi ni mbaya nikijeka hapo chini kama mwenye dhambi. Yesu amekuja kunitafuta mimi. Basi nafaa nipate. Kukutafuta ili akupenye kupatie toba. Kugeuza na kunigeuza kutoka kwa njia mbaya zote. Hiyo ni homework inafanya endelee kukaa katika moyo wako. Kila wakati ukitembea duniani nafaa ufikirie kuhusiana na hiyo homework. Yesu amekupata. Yesu amekuokoa kutoka kwa hizo dhambi. Yesu amekupatia toba. Alikuja si wenye haki, lakini watu wabaya kama kina Zakayo, akina Mary Magdalene, akina Martha, akina Mariamu. Kila mara alikuwa anaishi maisha machafu. Yesu alikuja kwa kina Nicodemus, watu wa dini lakini hawajazaliwa mara ya pili. Luka 19 mstari wake ni wa 6. Samani, mstari wake ni wa 5. Luka 19 mstari wake ni wa 5. Ushatambua kwamba Yesu amekuja kutafuta kile kilichopotea. Ushatambua kwamba Yesu amekuja kwa watu wema, anakuja kwa watu wabaya, watu ambao hawajaokoka, watu wabaya, ili awapatie toba. Na hii toba inafanana vipi? Luka 19 mstari wake ni wa 5. Yesu alipofika pale chini ya huo mkuyu, akatazama juu, akamwambia Zakayo. Yesu anakuambia wewe, akaniambia mimi, akamwambia Zakayo, shuka. Zakayo, shuka upesi. Hivi ndio Yesu anasema, Zakayo, shuka upesi. Kwa nini Yesu anatumia neno upesi? Yesu anamwambia Zakayo tu shuka tu pole pole. Yesu anamwambia Zakayo, shuka venye unapenda. Zakayo, shuka kiaste aste. Yesu anamwambia Zakayo, shuka upesi. Hili jina upesi Yesu amelirejelea tena. Yesu akikwambia utubu, anakuambia tubu upesi. Yaani harakisha kutubu. Kwa sababu Yesu akija haji pole pole, anakuja haraka. Ndio anamwambia Zakayo, shuka haraka. Usiposhuka kwa dhambi zako haraka, usiposhuka kwa dhambi zako upesi, ndio utachomeka milele. Wakati unapotambua dhambi zako, Yesu anataka ushuke kwa hizo dhambi upesi. Yesu anamwambia Zakayo, shuka upesi. Shuka upesi. Shuka upesi. Ufunuo 22 mstari wa 12. Tazama naja upesi. Luka 19 mstari wake ni wa 5. Yesu anamwambia Zakayo, Zakayo, shuka upesi. Umepanda kwa nini? Umepanda kwa usherati? Umepanda kwa neno linahubiriwa na lala? Umepanda kwa usingizi? Huko kwa mti ambao unaitwa chuki? Huko kwa mti ambao unaitwa hasira? Umepanda kwa mti ambao unaitwa ufisadi? Huko kwa mti ambao unaitwa masengenyo? Huko kwa mti ambao unaitwa mbegu ya Adamu ya dhambi? Huko kwa mti ambao unaitwa wepesi kwa neno la Mungu? Huko kwa mti ambao unaitwa kupenda maisha yako na maisha ya ulimwengu? Huko kwa mti ambao unaitwa pornografia? Huko kwa mti ambao unaitwa masturbation? Huko kwa mti ambao unaitwa kutotii wazazi? Huko kwa mti umepanda ambao uko juu kileleni, umebombea katika dhambi? Yesu anakuambia shuka upesi. Zakayo, shuka upesi. Kwa nini? Kwa sababu katika Ufunuo 22 mstari wake ni wa 12 Yesu anasema,
tazama naja upesi, nikiwa na mshahara wangu, nami nitamlipa kila mtu sawasawa na alipotenda. Mstari huo kitabu hiko Ufunuo 22 mstari wa 7, tazama naja upesi. Yesu anasema naja upesi. Ufunuo 22 mstari wa 7, tazama naja upesi. Bado unaogelea kwa dhambi gani? Bado uko juu ya mti gani? Tazama naja upesi, amba amebarikiwa yeye ayashikae maneno ya unabii na kitabu hiki. Ufunuo 3 mstari wake wa 19. Ufunuo 3 mstari wake wa 19, wale niwapendao ninawakemea na kuadhibisha, hivyo uwe na bidii, utubu, uwe na bidii ukatubu. Yesu anasema uwe na bidii, uwe na juhudi ya kugeuka kwa njia mbaya. Unalala na mwanamke mbaya, hamjaoana. Vijana wengi wanapenda ili tendo la uasherati. Watu wengi ambao ni wakubwa hawana ndoa, lakini wanafanya mapenzi. Yesu anasema shuka upesi, shuka upesi hapo, kwa sababu kama utashuka upesi, yeye atakuja upesi, na kama utatubu kwa bidii, upesi atakuweka jehanamu. Mungu hataki upuzi. Mungu hataki upuzi. Ndio maana amekaziwa la moto. Na akisema naja upesi, anamaanisha anakuja upesi. Akikwambia shuka upesi, anamaanisha utubu upesi. Usiendelee kukaa hivyo kama mwenye dhambi. Luka 19 mstari wake wa kwanza kwa wepesi. Yesu akaingia Yeriko, naye alikuwa anapita katikati ya huo mji. Kwa nini Yesu anaenda Yeriko? Kwa nini Yesu anapita katikati ya huo mji? Ni kwa sababu kazi ya Yesu ni kutafuta kile kilichopotea. Tazama, palikuwa na mtu mmoja mkuu wa watoza ushuru, naye alikuwa tajiri, jina lake Zakayo. Yeye alikuwa akijitahidi. Wewe mwenye dhambi unajitahidi kumwona Yesu. Zakayo alikuwa anajitahidi. Unajitahidi, kuna juhudi gani unazifanya kama mwenye dhambi kama Zakayo ili uweze kumwona Yesu Kristo? Unasoma Biblia, unasoma neno, unasikiza mahubiri. Hiyo ndio njia ya kujitahidi. Usijidanganye kama ufanye hizi zote. Usijidanganye kama usomi neno, kama uombi, kama usikizi mahubiri. Usijidanganye, haujitahidi wewe. Yeye alikuwa akijitahidi kumwona Yesu. Ni mtu wa namna gani? Lakini kutokana na umati mkubwa wa watu hakuweza, kwa sababu alikuwa mfupi wa kimo. Zakayo alijua hawezi kumwona Yesu. Ule umati utamzuia. Zakayo alifanya nini? Zakayo alijiandaa mapema. Wewe unajiandaa mapema? Unajiandaa mapema kabla ya kuja kusikia neno? Mungu, mimi bado ni mwenye dhambi. Naomba Mungu nisaidie. Andaa moyo wangu Bwana, naenda kusikia neno. Unajiandaa mapema? Kwa hiyo alipojua ni mfupi, alifanya nini? Kwa hiyo akatangulia mbio.
mbele ya umati wa watu, akapanda juu ya mkuyu ili amwone Yesu, kwa sababu angeipitia njia ile. Zakayo alikimbia. Hii ni juhudi ambao haitamwokoa, lakini Mungu akiwa analeta mtu kwa Yesu Kristo, lazima juhudi za Mungu zionekane kwako. Mungu akiwa anakusukuma kwa Yesu Kristo, juhudi itaonekana. Utakuwa msikilivu, utakuwa unasikia neno, utakuwa unatamani kuendelea kusikia, utakuwa unatamani mikutano, itakuwa earphone zitoke kwa masikio yako, ukisikia mahubiri tu, Mungu anakuvuta kwa Yesu Kristo. Lakini kama ni mwenye dhambi, wasikia neno lakini bado unasikiza Diamond, unasikiza waimbaji wengine wachafu wa Kenya, nyimbo zao zinakuburudisha, waimbaji wa nchi za nje, Ulaya, pengine Marekani, zinakuburudisha, uko mbali sana. Mtu akiwa anafutwa kwa Yesu, Mungu huwa anaweka juhudi zake ndani ya huyu mtu. Unaona Zakayo ni mfupi, kanakimbia, alafu kanapanda mti mapema, mkuyu ni mti mkubwa, kanapanda. Hii juhudi yote ni ya Mungu, ameweka ndani ya Zakayo. Zakayo ni mwenye dhambi ambao ameamshwa, mwenye dhambi ambao amekuwa awakened, ameamshwa. Lakini mwenye dhambi ambaye anasikia neno analala. Huyu ni mwenye dhambi ambaye yuko mbali sana, hajakuwa awakened, haujaamshwa wewe, na Mungu anataka kuamshe wewe mwenye dhambi uliyeamshwa. So Zakayo alikuwa mwenye dhambi ndio, lakini ni mwenye dhambi aliyeamshwa. Awakened sinner, si sleeping sinner. Sleeping sinner ni unasikia neno kidogo unalala. Wewe ni sleeping sinner. Na kuna pia sleeping saints, watakatifu ambao hawaenendi kwa njia za utakatifu, hawaenendi kwa amri za Mungu, wanaitwa sleeping saints, watakatifu waliolala. Mungu anataka awaken saints, watakatifu walioamka. Nijiangalie katika hiyo mitazamo miwili. Wewe ni mwenye dhambi uliyelala, ama ni mwenye dhambi uliyeamshwa, unafutwa kwenda kwa Yesu Kristo kuokolewa na Mungu. Wewe ni mtakatifu uliyelala, unasusia amri za Mungu, ama ni mtakatifu uliyeamka, unaendelea kuwaka moto kwa Roho Mtakatifu kuzitii amri za Mungu. Zakayo alikuwa awakened sinner. Wewe ni nani? Nichunguze, niangalie. Sleeping. Unafanana na Zakayo? Kama ufanani, Mungu anataka upate toba. Jinsi unavyosikia neno, jinsi unakuja kwa ushirika, jinsi unachukua hatua kwa kile ambacho unakisikia. Baada ya kutoka unakifanya nini kile ulichokisikia? Kwa maana hiyo alitangulia mbio mbele ya umati wa watu, akapanda juu ya mkuyu ili amuone Yesu, kwa sababu angepitia njia ile. Yesu alipofika pale chini ya huyo mkuyu, akatazama juu, akamwambia, Zakayo, shuka upesi. Hivyo ndio Yesu anamwambia mwenye dhambi, shuka upesi. Kila mwenye dhambi ni mpumbavu. Kila mwenye dhambi ni mpumbavu. Maandiko yanasema hivyo kwa Marko 7:21 mpaka 23. Inasema ndani ya moyo wa mtu hutoka upumbavu. So katika moyo wa mwenye dhambi, ndani ya moyo wa mwenye dhambi kuna upumbavu. Upumbavu umejaa ndani ya kila mwenye dhambi, upumbavu. Ndio maana saa nyingine nasikia neno, nasikia kelele, kwa sababu ni mpumbavu, ndani kuna upumbavu. Huyo ni wewe. Utasikia neno, utasikia tuacha milalo, ndani ya moyo wako kuna upumbavu. Neno la Bwana linasema hivi, ndani ya moyo wa mtu hutoka mawazo mabaya, uselati, kiburi, chuki, hasira, faraki. Neno la mwisho kidogo linasema upumbavu. So katika moyo wa kila mwenye dhambi kuna upumbavu.
Upumbavu wa kutokusikia sauti ya Yesu Kristo. Yesu anakuambia shuka upesi kwa dhambi hizi. Unasema acha nishuke tu pole pole. Wacha nishuke tu pole pole. Wacha uzinzi kidogo, wacha niendelee nao. Hicho kichuki kidogo, wacha niachane nao. Huo ni upumbavu. Yesu anakuambia shuka upesi, geuka haraka kutoka kwa dhambi hizi. Kuna watu kwa soko hili wanaitwa wachukuzi. Kuna watu kwa soko hili wanaitwa wachukuzi. Kuna wachukuzi wazuri na kuna wachukuzi ambao ni wapumbavu kweli. Wachukuzi wa kushindana ni kwa sababu ndani ya moyo wao unaona tu kuna upumbavu. So niangalie, wewe ni mchukuzi, umebeba dhambi ya upumbavu. Yesu anakuambia shuka. Shuka. Nasema acha niendelee nao kidogo. Shuka haraka, wachana na dhambi, geuka, kiri mbele za Bwana, wachana nayo. Kwa nini nimetumia neno wachukuzi? Wachukuzi ni watu wanabeba vitu. Na sokoni kuna wengine anakugonga tu. Anakusukuma huko. Nakumwambia mpendo usiniambie. Anakutukana. Huo ni upumbavu. Ndani ya moyo wake kuna upumbavu. So unakuja wasikia neno lakini ndani ya moyo kuna upumbavu. Yesu anakuambia tubu. Unasema wacha nikae. Wacha niendelee. Geuka na lala. Ondoka upesi. Patana na Yesu Kristo. Paka sio hujaokoka na miaka zaidi ya 10. Una miaka zaidi ya 15 wengine. Kama si 14 wengine. Una miaka mingapi? 15. Uno mdogo hapa 15. Najua nyinyi wengine yote mko above 15. Kuna 40, kuna 60, kuna 50. Lakini uko miaka 15. Hii miaka yote 15 ulikuwa unafanya nini? Okay, hii mitano ni kwanza kuichambua dhambi vyema. Bado utabaki vile vile 18, bado unabaki vile vile 20, 22, 21. Yesu anakuambia shuka upesi. Shuka upesi. Kili dhambi zako achana nazo. Kwa sababu Yesu anakuja upesi. Na anakuambia tubu, fanya bidii. Fanya bidii kwa kutubu. Si nguvu zako, ni yeye atapatia hizo nguvu. Lakini unahitaji hizo nguvu. Zakayo shuka upesi. Kwa maana leo nitakuwa mgeni nyumbani kwako. Hivyo Zakayo akashuka upesi. Zakayo anatii. Zakayo na moyo kama mtoto mdogo. Geuka kwa zina. Geuka kwa dhambi. Wachana na hii. Zakayo anafanya upesi. Zakayo anatii venye Yesu anamwambia. Yesu anapendezwa na moyo unaotii neno lake. Nikija kwa nyumba ya Bwana lazima niwe haraka kusikia na niwe mwepesi sana kunena. Niwe haraka kutenda. Mungu anapendezwa na moyo. Zakayo shuka upesi. Zakayo haraka na shuka na haraka. Yesu anaona huyu ndio moyo natafuta. So usishuke pole pole kwa maovu. Usishuke pole pole kwa njia zozote zile. Na hizi kuna watu wanaohusiana na wanawake hapa. Na hizi kuna watu wako na magirlfriend hapa. Na wanaendelea nao. Na hizi. So Mungu anakuambia shuka upesi hapo. Shuka haraka sana. Hivyo Zakayo akashuka upesi, akamkaribisha Yesu nyumbani kwake kwa furaha kubwa. Zakayo alikuwa na furaha kubwa sana kwa sababu Yesu amekuwa mgeni kwa nyumba yake. Maandiko yakisema nyumba, yanaongea kuhusiana na nyumba ya kimwili, na alafu pia yanaongea zaidi kuhusiana na nyumba ya kiroho. Nyumba ya kiroho ni moyo. Nyumba ya kiroho ni moyo. Ukitaka Mungu akuokoe,
Lazima ufungue masikio yako ya kimwili na kiroho kusikia Mungu anataka nini, Mungu anasema nini, ukubaliane naye, utaona neema zina flow. Lakini anakuambia bado moyo wako umekaa pale, Mungu anasema ana chochote nafanya moyo huu. Mungu hafanyi chochote na moyo ambao hautii neno lake. Yesu anaanza tu kiasi kidogo, Zakayo shuka upesi, anamwangalia. Yuko chini. Yesu anasema huyu ananitii. Nitakwambieni nyumbani kwako. Nitakwambieni ndani ya moyo. Ndani ya moyo nitakwambieni. Inaanza tu kidogo. Kidogo Yesu anaangalia. Anaangalia moyo wako. Hauokolewi kwa sababu unatenda. Unaokolewa kwa sababu Mungu tayari ashatenda, anakuita upokee kwa toba na imani. Kipi kigumu hapo? Kipi kigumu? Basi nitaokoka vipi? Kusikia neno. Tafuta, wengi mko na smartphone hapo. Tafuta earphone. Mahubiri yako katika ushirika wa Africa Repent Kenya, Africa Repent Tanzania. Weka, kuwa msikilizaji wa neno. Sikiza na kuhakikisha kwa uwezo wa Mungu. Pale kuna video zaidi ya 1000 na nyimbo za injili. Sote ukeka pamoja zaidi ya 1000 ziko pale. Hawezi anza ya kwanza ufike 1000 bila kuokolewa. Nenda ukafanya hivyo kwa uwezo wa Mungu. Hawezi kuanza kusikiza ya kwanza mpaka ya 1000 bila Mungu kukuokoa. Na si lazima ufike 1000. Naamini ukigeti wewe wako uanze kusikiza na ukifuatishia, waweza sikiza hata 2-3 na Mungu akakuokoa. Hii ni nafsi yako mpendwa, ni maisha yako. Wokovu unakuja tu kwa kusikia tu. Ile kazi Yesu amekufanyia. Mungu anakupatia imani ya Yesu Kristo. Anakupatia toba na Yesu Kristo na unaokoka. Kusikia tu. Hujambo ufanye chochote, mambo usikize. Na utii. Hiyo ndio njia ya wokovu. Warumi 10:17 inasema hivyo, kwa maana imani chanzo chake ni kusikia. Imani huja kwa kusikia, na chanzo chake ni kusikia neno la Bwana. Na wokovu unapitia neema, kupitia hiyo imani. Kwa nini unaokolewa mpaka sasa? Ni kwa sababu usikii. Ingekuwa unasikia, ungeokoka. Kwa sababu imani, wokovu ni kwa neema, kupitia imani. Na hiyo imani ndio inavuta hiyo wokovu kwa neema, na unaokoka. Na chanzo chake ni kusikia. So kwa msikilizaji, ya kanisani nataka kusikia. Mstari wa 7, Luka 19:7. Watu wote walipoona wakaanza kunung'unika wakisema, amekwenda kuwa mgeni wa mtu mwenye dhambi. Yesu anasema amekuja kwa wenye dhambi ili wapatie toba. Hakuja kwa watu wa afya. Wewe ambaye Yesu amekuja kwako. Wewe unaelewa, unayezini, unayetoa mimba, Yesu amekuja kwako wewe. Wewe mimi na wewe tumezaliwa kutoka kwa tumbo, viuno vya Adamu, wenye dhambi. Tangu bustanini mwa Edeni bila kutenda. Yesu anasema amekuja kwako. Simkaribishe. Watu wengi sana wakisema, nikiwa nimekaa nyumbani nisikie mlango unabishwa. Useme nani anabisha? Usikie ni Yesu. Wengi wanasema nitafungua na nitamkaribisha nani. Wengi wanasema hivi. Ni hivyo basi. Yesu amekuwa akibisha kwa lango la moyo wako. Akikwambia tubu njia mbaya. Akikwambia geuka kwa njia mbaya, amka. Vile ungemfungulia mlango ukiwa unamuona. Yesu anakuambia hivyo sahihi. Anabisha kwa mlango wa moyo wako. Mfungulie. Na yeye ataingia.
na atakaa pamoja nawe. Vile vile anafanya na Zakayo. Luka 19:8. Lakini Zakayo akasimama, ili toba, baada ya Yesu kumhubiria Zakayo. Zakayo kuona dhambi zake, Zakayo kuona yeye wa kuingia ziwa la moto kama mhubiri alivyoeleza. Lakini Zakayo akasimama na kumwambia, Bwana, tazama Bwana, sasa hivi nusu ya mali yangu ninawapa maskini, nami kama nimemdhulumu mtu yeyote kitu chochote, nitamrudishia mara 4 ya hicho kiwango. Hii ni toba. Zakayo ametambua makosa yake, anayakiri mbele za Yesu, alafu anageuka. Mahali hajatembea sawa, full yuko tayari kurekebisha. Mahali ambapo hajaenda sawa, njia ambazo hazimpendezi Mungu, anaziwacha. Hiyo ni toba. Mathayo 4:17. Tangu wakati huo Yesu alianza kuhubiri akisema, tubuni. Yesu anataka utubu, ugeuke kwa njia mbaya. Tubuni kwa maana ufalme wa mbinguni umekaribia. Yesu anataka toba. Hiyo elewa. Yesu anataka ugeuke kwa njia zako mbaya. Yesu anataka toba. Ndio maana Zakayo hapa anapata toba, kwa sababu Yesu anataka toba na Zakayo anapata kutubu. Baada ya toba ni nini? Baada ya toba ni imani. Baada ya toba ni kuamini kwamba Yesu amechukua dhambi zako zote na akaziosha na damu yake na akakuweka huru mbali na dhambi. Na anataka uishi maisha matakatifu na udhihirishe imani hiyo kwa ubatizo. Luka 19 mstari wake ni wa 9. Ndipo Yesu akawaambia, leo wokovu umeingia. Ndipo Yesu akawaambia, leo wokovu umeingia nyumbani humu, kwa sababu huyu naye ni mwana wa Abrahamu. Baada ya Zakayo kutubu, Zakayo alipo imani akaamini kwamba Yesu Kristo ndio yule ambaye amechukua dhambi zake zote. Hivyo ndio Yesu anataka. Ondoka kwa njia mbaya. Amini, aliyebeba dhambi zako ni Yesu. Wewe uchukuzi ambao umekuwa ukifanya, uchukuzi wa dhambi, uchukuzi wa kubeba dhambi ndani ya mioyo yetu na katika miili yetu, uchukuzi wa kubeba dhambi za uzinzi, dhambi za tamaa, dhambi za usherati, dhambi za kiburi, dhambi za kunyakua sawa na kulala, dhambi za kutosikia mahubiri. Yote ni maovu. Dhambi za kutotii wazazi wetu, dhambi za kutotii amri zetu. Hii yote ni mizigo. Hii ni mizigo. Huu ni uchukuzi. Yesu anasema lete mizigo. Wale waliolemewa na mizigo, Yesu anasema ileteni kwake, naye atakupumzisha. Wale sikuishi mpaka uangalie pornografia, sikuishi mpaka utukane, sikuishi mpaka usengenye. Huo ni mzigo. Yesu anasema mpewe mzigo. Geuka kwa mzigo, mpatie, mkabidhi yeye. Yeye ni Kristo, yuko na damu. David yuko na damu. Anasema nipo mzigo, tubu nipatie. Yesu anangoja. Tangu uzaliwe mpaka sasa Yesu amekuwa kingoja. Utubu dhambi zako ziende kwake, azioshe na damu yake kama vile Zakayo. Yesu anaamka kwa Zakayo, anasema leo wokovu umeingia katika nyumba ya Zakayo. Wokovu umeingia katika moyo wa Zakayo. Zakayo ameokoka. Huyu mwenye dhambi aliyekuwa mkuu. Mstari wa 10. Kwa maana mwana wa Adamu amekuja kutafuta na kuokoa, kutafuta na kuokoa kile
potea. Yohana 1:29. Baada ya kutubu dhambi zako, kugeuka, kusikiri, kuachana nazo, Mungu anataka umtazame Yesu Kristo. Kumtazama Yesu, David na wengine, ni kumwamini Yesu na dhambi yako. Hiyo ndio kumtazama Yesu, si kumtazama kwa haya macho. Kumtazama Yesu inamaanisha hiki kitabu kitaposema Yesu amechukua dhambi zako, Mungu anataka utazame na macho ya kiroho kwa imani kwamba dhambi zangu Yesu amechukua. Hiyo ndio kumtazama Yesu. Kumtazama Yesu si na ya macho, ni kutazama andiko linasema nini na kukubaliana na hilo andiko kwamba Yesu amechukua dhambi zangu. Ndani ya wewe sina dhambi, niko huru. Ndio kumtazama Yesu. Yohana 1:29. Siku iliyofuata Yohana anamwona Yesu akimjia, akasema tazama. Yohana anasema tazama. Yohana anasema tazama, mwana kondoo wa Mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu. Yohana anakuambia baada ya kugeuka kwa dhambi zako, mtazame Yesu. Amini Yesu amechukua dhambi yako, haiko kwa moyo. Hiyo ndio kumtazama Yesu. Na hiyo ndio kuwa huru mbali na dhambi. Tazama, mwana kondoo wa Mungu haichukua dhambi ya ulimwengu. Mungu akaipiga hiyo dhambi yako na yangu kwa Yesu. Mungu akaihukumu. Warumi 8:3. Mungu akaipiga dhambi yako kwa mwili wa Yesu Kristo. Mungu akapiga dhambi zangu kwa mwili wa Yesu Kristo. Mtwike Yesu dhambi zako kwa kumtazama na kuamini Yesu amezibeba. Isaya inasema kwamba yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu. Waraka wa Petro samani. Waraka wa Petro inasema hivi, 2:24. Yeye mwenyewe alizichukua dhambi zetu katika mwili wake juu ya mti. So maandiko yanakwambia mtazame Yesu. Yeye mwenyewe alizichukua. Yaani Yesu amechukua dhambi zako akaziweka kwa mwili wake, akaenda juu ya mti. Isaya 53:4. Yesu alijitwika huzuni zetu. Alijitwika huzuni zetu. Mungu alichukua makosa yetu, maovu yetu, akayaweka juu ya Yesu Kristo. Mtwike Yesu maovu yako, dhambi zako, upate pumziko kwa moyo. Ni imani. Maandiko yanasema Yesu amechukua dhambi. Unaposema Yesu amechukua dhambi, si bado niko nazo. Hiyo ndio kumtwika Yesu Kristo. Hiyo ndio kumwachia Yesu Kristo. Hiyo ndio kumtazama Yesu Kristo na imani kwamba amenichukulia, kwa sababu ndiko nimesema amechukua. Yesu anasema amezichukua. So Mungu akahukumu dhambi zako na zangu kwa mwili wa Yesu Kristo, damu ikatoka. Warumi 8:3. Warumi 8:3. Kwa maana kile ambacho sheria haikuwa na uwezo wa kufanya, kwa vile ilipokuwa dhaifu katika mwili, Mungu kwa kumtuma mwanawe mwenyewe kwa mfano wa mwanadamu, mwenye mwili ulio wa dhambi, na kwa ajili ya dhambi yeye alihukumu. Kwa ajili ya dhambi Mungu alihukumu dhambi yako na yangu katika mwili wa Yesu. Katika mwili wake Mungu alizipiga dhambi zako kwa mwili wa Yesu. Zote alizipiga, kila dhambi ile umerithi kwa Adam,
ile nimerithi kwa Adamu, zile ambazo tumetenda kinyume na amri zake, Mungu aliziweka kwa Yesu. Mungu akazipiga zote kwa Yesu, kila kitu akapiga. Mungu alipokuwa anapiga, damu ilikuwa inamwagika kwa mwili wa Yesu Kristo. Damu ilikuwa inatoka kwa mikono, miguu, kichwa, ubavu. Hii damu yote inatoka ni kasi gani? Ni ya kusafisha dhambi zako zote na sana. Yesu anasema hivyo katika Mathayo 26:28. Yesu anasema hii ni damu yake ya agano. Weka imani kwa hiyo damu ya agano. Weka imani uingie katika maagano. Yesu anasema hii ni damu yangu ya agano. Ndani ya damu ya Yesu kuna agano. Yote anayeamini damu ya Yesu Kristo, anayekubaliana na kazi ya damu ya Yesu Kristo, anaingia kwa agano na anapata ondoleo la dhambi. Mungu anaondoa dhambi zake kwa sababu ya damu ya Yesu Kristo. Hiyo ndio imani leo. Imani ni kwa na uhakika ya baada ya mambo yaonekane. Na Yesu anasema kwa damu yake kuna agano ambalo halionekani. Lakini utakapoamini damu yake imeondoa dhambi zako Benjamin. Dhambi zako Yesu, dhambi zako leo. Utakapoamini ndani ya damu ya Yesu Kristo, vile maandiko yanasema, dhambi yangu imeondolewa. Maandiko yanasema Mungu ataiondoa kwa sababu ndani ya damu ya Yesu Kristo kuna agano. Agano gani? Uamini, dhambi iondolewe. Uamini, dhambi iondolewe. Mathayo 26 tukimalizia 28 ni maneno ambayo Yesu aliyasema kabla ya msalabani, akiweka uhakikisho. Yesu anasema hii ndiyo damu yangu. Hii ndiyo damu yangu ya agano iliyomwagika kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Hii ndiyo damu yangu ya agano. Ndani ya damu ya Yesu Kristo kuna agano. Hii ndiyo damu yangu ya agano, ile imwagikayo kwa ajili ya wengi, kwa ondoleo la dhambi. Unapoamini damu ya Yesu Kristo imekuondolea dhambi, unaingia kwa agano la kuondolewa dhambi. Dhambi yako inaondoka. Mungu anaiondoa leo. Kwa sababu Yesu alisema damu yake itamwagika iondoe dhambi zako. Benjamin sana, Joshua na mgeni Amos. Okay. Amos. Hivyo ndio Mungu anasema. Yesu anasema tutarejelea mara ya mwisho. Mathayo 26:28. Yesu anasema hii ndiyo damu yangu ya agano. Hii ndiyo damu yangu ya agano, ile imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Agano liko wapi? Agano liko hapa. Damu ya Yesu itamwagika. Yesu anaenda kumwaga damu. Na Yesu atakapomwaga damu, yoyote atakayeamini kwamba Yesu amemwaga damu, dhambi zake zikaondolewa, ataingia kwa agano ya kuondolewa dhambi zake. Mungu atamuondolea dhambi zake. Yesu alimwaga damu ndio msalabani. Yesu alipigwa mijeledi, damu yake ilimwagika. Hiyo damu iliyomwagika kutoka kwa mgongo wa Yesu Kristo, kutoka kwa ubavu wa Yesu Kristo, kutoka kwa kichwa cha Yesu Kristo, kutoka kwa mikono ya Yesu Kristo, kutoka kwa miguu ya Yesu Kristo. Hiyo ndio damu Yesu alikuwa anaizungumzia kabla kwenda kusulubiwa. Yesu hapa hajapigwa hata mjeledi.
Yesu hajavalishwa kofia ya miba. Yesu hajadungwa misumari. Anawaambia wakiwa hapo kwa meza, akiwa mzima, anawaambia sikizeni, damu yake ndani kuna agano, anaenda kuimwaga, na mtakapoona damu ya Yesu imemwagika, amini, damu yako imetolewa, na Mungu ataitoa hiyo damu, kwa sababu hiyo ndio agano. So alipoona Yesu amepigwa mjeledi wa kwanza, damu iporuka chwa, tayari yale Yesu alikuwa anawaambia akiwa mzima yametimia. Mjeledi wa kwanza, si mpaka ile msalabani, no. Yesu anasema damu yangu ya agano. Maana ilipopigwa tu mara kwanza tu, damu ikatoka, hata ile kidogo ikatoka tone. Yoyote ambaye ameamini damu zake zote Mungu anazitoa. So si zaidi akaendelea kupigwa, damu ikazidi kutoka. Si zaidi akaenda mpaka msalabani, akapigwa misumari, damu nyingi sana kwa mikono, kwa miguu, nyingi ilimwagika. Na ile damu ya mtu mmoja inasafisha kizazi, kuanzia kwa mtu wa kwanza ambaye anaitwa Adam mpaka mtu wa mwisho ambaye atakufa, mpaka mtu wa mwisho ambaye Yesu atakuja akimpata hai, wala wataamini hiyo damu ya mtu mmoja. Tone tu moja hii inatosha kusafisha, sisi tunatosha, imesafisha ulimwengu mzima. Lakini ili hiyo damu ikusafishe, lazima utubu, ugeuke kwa njia zako mbaya, alafu uiamini ili ifanyike imani, uwekwe huru. Damu Yesu inaweza kuokoa sahihi, inaweza. Yesu alisulubiwa na mwizi msalabani. Mwizi alikuwa mbaya zaidi yako na yangu. Akiwa msalabani aliona dhambi zake, akawa anazitubu katika moyo na katika mawazo, akawa anageuka na akamwambia Yesu, nikumbuke nitakapoingia katika ufalme wako. Yesu akamwambia leo hii nitakuwa na wewe paradiso. Huyo mwizi akachukua neno la Yesu Kristo, alipokea vile ilivyo kutoka kwa Yesu Kristo, akalipokea. Mimi ni mwizi, mimi ni mchafu, Pilato ameniekapa kwa sababu nimeasi, wale watu nimewaibia, nimewachokoza, nimewabaka, pengine wako pale. Lakini baada ya kugeuza moyo wake dakika ya mwisho, akamwambia Yesu, nikumbuke. Yesu akamwambia, leo nitakuwa na wewe katika ule mji wa watakatifu, mji wa Mungu, naenda na wewe mbinguni leo. Akiwa vile yuko, ndio akiwa vile yuko, nini kimebadilika? Moyo wake umegeuka kutoka kwa dhambi, ametubu na akapokea ile neno vile lilivyo, na akaingia paradiso na Yesu Kristo. Yesu anakuita uamini neno lake, kwamba yeye anaenda kumwaga damu, yeye ashaimwaga damu. Amini hiyo damu imekuondolea dhambi, Mungu atakuondolea hiyo dhambi hata sasa hivi. Hiyo ndio imani, hiyo ndio wokovu. Watu hawaokolewi kama wanafanya kazi nyingi, wanaokolewa kama wanasikia, alafu wanakubaliana, wanaokoka. Kornelio na nyumba yake yote waliokoka wakiwa wanasikia mahubiri. Sasa hivi Mungu anaweza kuokoa. Yesu anaweza kuokoa. Sasa hivi Mungu anataka kuokoa. Ndio anataka kuokoa. Yesu kwa mkono wa kuume mbinguni anataka kuokoa. Ndio anataka kuokoa. Yesu anataka kupatia imani. Ndio anataka kupatia imani. Yesu anataka awe na wewe paradiso. Ndio anataka awe na wewe paradiso. Hiyo ndio Yesu anataka. Hiyo ndio Mungu anataka sasa hivi. Yesu anasema kwa neno lake, hii ndio damu yangu ya agano imwagikayo kwa ajili ya wengi. Nashukuru Mungu hapo andika majina ya wale 12 hapo. Amesema wengi, inamaanisha Waisraeli wale 12 na pia wale wengine wengi, wewe Levi, wengi. Yesu akisema hivi alikuwa anakufikiria. Alikuwa anakuona ndani yao wengi. Anasema wengi. Ananiona ndani yao wengi hapo, sana kuona ndani yao wengi. Sema Levi, hii damu inamwagika kwa ajili yako.
ili dhambi yako iondolewe. Iamini, ipokee. Mwambie Mungu akupatie imani. Mungu anakupatia imani. Pokea hiyo imani. Joshua, Benjamin, Amos na wengine ni hivyo. Tunakushukuru Mungu wa Abraham, kwa Isaka na Yakobo. Asante kwa neno lako. Mungu limeokoa Zakayo. Na naamini Bwana kuna Zakayo wengi ambao ni sisi Bwana duniani. Wale ambao hawajaokoka Bwana, tunatazamia wokovu wako Bwana. Nenda ukaokoe mtakatifu wa Israeli. Sisi uliotuokoa Bwana, ukatufanya watakatifu, ukaweka amri zako ndani ya mioyo yetu Bwana, na ukatupatia Roho Mtakatifu atuongoze katika utiifu wa haki yako, utakatifu na amri zako Bwana. Sehemu zozote Bwana tumetembea kama wanadamu katika kugafilika, kumzima roho, kumhuzunisha roho Bwana, tunaomba Bwana uzidi kutuosha na kututakasa na damu ya Yesu Kristo na neno lake Bwana. Mungu, nenda ukanene na David. Nenda ukapatie imani Bwana kutoka mbinguni. Nenda ukajitukuze mtakatifu wa Israeli katika jina la Yesu Kristo Bwana. Nenda ukaondoe Bwana kila upuuzaji. Nenda ukaondoe Bwana chochote kile Bwana ambacho kimesalia kwake, kinachomzuia asiokolewe Bwana. Mungu, tunaomba kutoka mbinguni, Yesu, nenda mkono wa kuume wa Mungu. Nenda ukaongee na David Bwana. Nenda ukaongee naye Bwana. Nenda ukampe imani mtakatifu wa Israeli. Mungu, nenda ukaondoe moyo mgumu Bwana. Mungu, acha neno lako la Mathayo 26:28 yeye nikamuokoe Bwana. Nenda ukatende Bwana. Siruhusu nafsi hii Bwana irejee shule Bwana, iende university Bwana, kama bado Bwana unadhihirika ndani ya moyo wake Bwana. Mungu, tunakuomba tafadhali kwa machozi Bwana, na utuhurumie Bwana, kwa sababu wewe ndio unapeana wokovu Bwana. Si juhudi ya mwanadamu Bwana, lakini Bwana si wale wanaopiga mbio Bwana, lakini ni wale Bwana uliowaita kwa rehema Bwana. Mungu, nenda uokoe nafsi ya David Bwana kwa wokovu wa kibiblia Bwana. Nenda ukampe imani Bwana mtoto huyu Bwana, katika jina la Yesu Kristo Bwana. Mungu, nenda ukamtumie Bwana hata university kule Bwana. Nenda ukajiokolee nafsi hii Bwana kabla aende shule Bwana. Tafadhali tunakuomba Bwana. Mungu, sehemu hii Bwana tuliweka wakfu kupitia neno lako. Tunasema chochote tutakachokuomba Bwana utatusikia Bwana. Mungu, tunaomba kwa ajili ya nafsi ya David Bwana. Naomba kwa ajili ya nafsi ya wengine wote Bwana, Benjamin, Joshua Bwana, Amos, Shadrach Bwana, wazazi wao Bwana waliokoka, na kwa wazazi wao ambao wameokoka Bwana, waimarishe katika imani ya Kristo Yesu. Mungu, nenda ukatende kwa David Bwana. Nenda upe imani Bwana. Asante kwa kuwa umempa toba kwa njia hii Bwana mtoto huyu Bwana. Mungu, naomba kampe imani Bwana. Mungu, kamfungue Bwana katika jina la Yesu Kristo Bwana. Mungu, mwamshe Bwana. Awaken his soul, awaken his spirit, Lord. Thank you because you have heard, O Lord, in heaven, and you will truly, Lord, indeed, God, save his soul from heaven before he joins university. In the name of Jesus Christ, the Son of the living God, who is faithful in our prayers and according to his promises. In the name of Jesus Christ, we will pray, trust, and believe. Amen.